anayetawala aina ya mbegu ndiye anayetawala aina ya mavuno. Kumbuka hilo. Kwa nini ametaka awe Bwana wa mavuno? Kwa nini asiwe Bwana wa kupanda? Unahitaji kuelewa hili, kwa sababu yoyote anayepanda, kabla ya kupanda anaenda kwanza kwenye mavuno. Mavuno ndiyo yanayoamua cha kupanda. Kwa hiyo hahitaji kuwa Bwana wa kupanda, anahitaji kuwa Bwana wa mavuno, kwa sababu mavuno ndiyo yanayoamua aina ya mbegu, aina ya mavuno. Mavuno ndiyo yanayoamua aina ya shamba, ukubwa wa shamba. Mavuno ndiyo yanayoamua aina ya uwekezaji, mahali pa kuwekeza. Kwa hiyo sio kwamba hataki kuwa Bwana wa kupanda, lakini ameenda huku kwa